alivyonifanya hivi, kweli yule bwana alikuwa yuko vizuri, alikuwa kwanza na mashine nzuri, mashine kweli yani. Kwa hiyo kwa hiyo ndio hivyo tukafanya, nikajikuta tunafanya kwenye maji. Alikuwa mwisho siku akaninyanyua, akadeka kwenye kiuno chake, na mimi nikaanza kumpa, nikazungusha mtoto kiuno nikampa. Okay, barabara kabisa mpendwa mtazamaji, ni siku nyingine tena Mungu amejalia tumeweza kukutana tena na mwanadada. Huyu ni mwanadada unayemuona mbele ya video yako. Alishawahi kwenda bichi, na kama kawaida unavyofahamu kuna historia mbaya ambayo sio nzuri sana baina ya wale mabichi boy ambao siku nyingi wamekuwa wakiwafanyia vitendo viovu mabinti ambao wanaenda ufukweni au kule bichi kwa nia ya kutaka kujua kuogelea. Kwa hiyo huyu ni mmoja wao, au tunaweza kusema ni muhanga. Kwa hiyo ana kisa chake, ana mkasa wake mzito kweli. Nikusi fuatilia mkasa huu kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu ni mengi ambayo unaenda kuyasikia siku ya leo. Imejaa siri nzito, zimefichuliwa siri nzito, ni kisa kizito, simulizi nzito ya kusisimua sana. Kwa hiyo tuungane, twende tukamsikilize kama ifuatavyo. Mwanadada, kwema? Kwema. Kwa jina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Mona Lisa. Mona Lisa, ni mwenyeji hapa jijini Dar es Salaam, mtaa gani? Kigamboni. Kigamboni. Ndio. Siku ya leo tumekutembelea hapa kwa sababu wewe umetuambia hapo mwanzo, umetudokezea kwamba ni muhanga ambaye ulishawahi kwenda bichi, katika bichi ile ya Kawe, ukakutana na mabichi boy ambao walikufanyia mambo fulani kadha wa kadha ambayo mtazamaji wetu angependa kufahamu kuhusiana na hizo siri. Kwa hiyo tunakuomba, mtazamaji wetu yuko hapa na kufuatilia kiundani sana, twende moja kwa moja kwenye story. Kuna siku samani kunlazi, ongeza sauti zaidi mtazamaji aweze kusikia kwa ufasaha. Kuna siku nilikuwa nasikia tu beach, sijai kwenda beach. Sasa mimi nilipishana na mpenzi wangu, siku nilikuwa nimeboeka sana na stress, nikasema basi niende beach nikapunguze mawazo. Kweli nikaenda beach, kufika beach pale nikaa nimekaa, ila niliona watu wengi wakiwa wakiogelea, wakicheza. Nilitamani sana kuogelea lakini nilikuwa sijui kuogelea. Ndio, ongeza sauti zaidi, mtazamaji anapenda kusikia kwa ufasaha. Kwa ongeza sauti zaidi kwa ufasaha uweze kusikika. Nilipofika beach niliona watu wengi wakiwa wakiogelea, afu mimi sijui kuogelea, nilitamani sana. Kwa hiyo nilikaa pale nilikuwa nimeboeka, lakini baadaye alitokea kijana mmoja pale. Akanisalimia na mimi nikamsalimia, tukafahamiana. Akaniuliza, dada, mbona umekaa hapo? Nikamwambia mimi siwezi kuogelea. Akaniambia samahani, naweza nikaenda kukufundisha? Nikamwambia hapana, mimi siwezi kuogelea, naogopa. Akaniambia usiogope, mimi nipo nitakufundisha. Nikamwambia basi sawa. Kweli pale akanikodisha, nikaenda pale anapokodisha maboy, akanikodisha boy nguo. Kaingia kwenye maji mafupi kweli, akaanza kunifundisha taratibu. Baada ya hapo kafika maji saizi ya katikati pale. Hapo mlitumia muda gani mpaka mkafika kwenye maji ya saizi ya kina cha kati? Lisali moja. Lisali moja? Ndio. Sasa katika hilo saa moja zima, ina maana alikuwa akikufundisha katika maji mafupi tu? Ndio, kwa sababu nilikuwa bado sijui kuogelea. Kwa hiyo alikuwa anaanzisha maji mafupi taratibu mpaka tukafika maji ya saizi ya kati. Tulipofika maji ya saizi kati, yule bwana akaingia na tamaa. Akaanza kuniambia, dada, mbona una chuchu nzuri, una rangi nzuri na mwanya mzuri. Na mimi pale ngana itikia asante. Akili pale ikawa imehama. Yeye anaponiambia ile maneno yananivutia, mwisho wa siku tukajikuta tupo katikati ya maji. Ulijua kama mnafika kwenye katikati, kina cha katikati ya maji, au alikutega tuseme? Alinitega kwa maneno yake aliyonichanganya kitu. Maneno yapi? Mbona hujayasema yote, mtazamaji angependa kuyasikia. Maneno kama vile kwa ananiambia, dada, una chuchu nzuri na mwanya mzuri, mweupe, nimekupenda. Maneno kama hayo, na mimi nikamjibu tu asante, huko tunaendelea, asante. Tuendelee mbele.
Baada ya hapo tukafika kwenye kina cha katikati maji marefu. Baada ya hapo yule bwana alinitoa lile boya, nikajikuta sina boya. Nikajikuta sina boya. Ongeza sauti, sauti yako iko chini sana, mtazamaji wetu angependa kusikia kwa ufasaha, kwa hiyo ongeza sauti zaidi. Nilipojikuta sina boya pale, akaniambia dada, nimekutamani, anaomba tufanye. Nikamwambia hapana, akaniachia, nikazama kwanza kwa maji chini, akanitoa, nikaogopa. Akaniambia kama hutaki kunipa kipindi ninakuacha humu ufe. Nikaogopa, nilijua utani, maana alikuwa akiongea akiwa anacheka. Baadaye kule akaniachia, akaniambia mimi naondoka na kuacha kama unipe kipindi. Wakati huo wewe ulikuwa umevaa boya tuseme? Sasa kashalitoa, amelishikilia mkononi mwake. Alikuwa kalitoa. Ndio. Baada ya hapo nikaona nataka kuondoka kweli, nikamvuta, nikamshikilia. Akaniachia tena, nikamshikilia. Kwa hivyo nimemshikilia. Baadaye nikaa naona mjigiji wake unagonga kwenye kitumbua changu. Mpendo mtazamaji, naona sasa mazito yanaenda kufichuka. Kwa hiyo mtazamaji, naomba tega sikio lako sasa. Hapa tunaelekea kwenye mkasa ambao ni mkasa mzito kwelikweli, umetuleta siku ya leo. Labda samani dada Mona Lisa, nikurudishe nyuma kidogo. Hapo hujatuelezea hapo mwanzo kabisa, kwanza mavazi yako, yeye alikuwa amevalia vipi na wewe ulikuwa umevalia vipi kwa siku hiyo? Mimi nilikuwa nimevaa kichupi na kitopu. Na yeye alikuwa amevaa boxer basi. Boxer. Ndio. Sasa baada ya kukuvuta mmefika mpaka kwenye kina kile kirefu, anajaribu kulichomoa lile boya. Hayo yote wakati yanaendelea, wewe ulikuwa uko katika hali gani, au tuseme ulimuonyesha hali gani? Mimi nilikuwa katika hali ya kulegea, maana nilikuwa nimechoka, nimetoka maji mafupi mpaka nimefika pale marefu, nilikuwa nishalegea. Kwa hiyo nilikuwa nimelegea mpaka akaanza kufanya hivi. Baadaye ninapomvuta hivi na yeye nikamvuta hivi asiniache kwenye maji marefu, ndio nikaona mjigiji wake ukigonga kwenye kitumbua changu pale, ndio nikazidi kulegea zaidi. Mwisho wa siku nikajikuta nimempa, tunafanya mapenzi. Mpendwa mtazamaji, ni mazito ambayo anaendelea kutufichulia mwanadada huyu, lakini tukijaribu kuangalia kiundani ni kama vile umeenda haraka kidogo, kwa sababu kuna mengi hapo. Tungependa mimi pamoja mtazamaji wangu uweze kutuweka wazi kwanza situation kabisa, wakati anaanza kukuambia hayo maneno, anaanza kukupa hizo sifa, anaanza kukushika na mambo kadha wa kadha. Wewe ulikuwa uko katika hali gani? Na pia bahari ilikuwa iko katika hali gani? Kulikuwa na watu jirani karibu yenu, au kulikuwa na situation gani katika huo ufukwe? Kwa sababu siku zote tumefahamu kwamba fukwe hauwezi ukawa peke yako, kuna watu wanaogelea. Katika hiyo siku, je, kulikuwa na watu wengine pembeni? Hapana, sikuwa mna watu pembeni, tulikuwa peke yetu katikati, ila kuna watu walikuwa wanaogelea pembeni, umbali ulikuwa umbali na sisi tuliokuwepo. Wewe ulichukua hatua gani? Ulipiga kelele watu wakusaidie, au je ulifanya hatua gani kiasi kwamba uweze kupata msaada? Hapana, sikuweza kupiga kelele kwa sababu nilikuwa mbali na hao watu, kwa hiyo sauti isingesikika. Okay, sauti isingesikika. Basi tuendelee mbele kidogo na simulizi yetu. Baada ya hapo umenieleza hapo kwamba baada ya hapo yeye ukamshika, alikuwa anataka kutoka kuache pale kwenye kina. Baada ya hapo nini kiliendelea? Baada ya hapo mkono taratibu anasogeza mkono wake kwenye kitumbua changu, kasogeza kwanza nguo ya ndani hivi, kaingiza mkono, kaanza kuchezea kitumbua changu. Mwisho siku nilikuta na mimi nimelegea. Nikampa utamu. Ukampa. Okay. Baada ya wewe kumpa, ilikuwa ni kwa ridhaa yako? Wewe mwenyewe ulichukulia katika uzito gani baada ya kumpa? Ilikuwa ni kwa kulazimishwa au ni wewe mwenyewe tu ulitoa ushirikiano wa wewe binafsi? Hapana, kwa sababu alishanitishia kwa niacha pale nitakufa. Kwa hiyo mimi nikaona ili nisifi bora tu nimpe kuliko kufa. Pendo mtazamaji, tunaendelea kupiga story. Ni mkasa mzito kwelikweli ambao mwanadada huyu anaendelea kutusimulia siku ya leo. Kwa hiyo nikusii endelea kufuatilia mkasa huu mpaka mwisho, kwa sababu ni mengi ambayo tunaelekea kwenye kiini cha story ambayo imetufanya tukafunga safari kufika siku hii ya leo. Tunaendelea kupiga naye story. Sasa nakurejea mwanadada Mona Lisa. Baada ya hapo hiyo situation labda mmempa mkafanya,
Baada ya hapo yeye aliendelea kukuambia maneno gani au wewe ulimwambia maneno gani? Hapana, yeye ndo alikuwa ananiambia maneno, dada ni mzuri, napenda. Ndio hivyo tu basi, kumtamkia maneno mengine. Mwisho wa siku alivyonifanya vile, kweli yule bwana alikuwa yuko vizuri, alikuwa kwanza na mashine nzuri, mashine kwelikweli yani. Kwa hiyo ndio hivyo tukafanya, nikajikuta tunafanya kwenye maji. Alikuwa mwisho wa siku akaninyanyua, akadeka kwenye kiuno chake, na mimi nikaanza kumpa, nikazungusha mtoto kiuno nikampa. Nilipompa pale kamaliza, ndo akanitoa kwenye maji pale. Mwisho wa siku tukabadilishana namba, nikamwambia basi naomba siku nyingine nikija unifundishe, nije kwa ajili ya kunifundisha tukuogelea. Akaniambia sawa, tukabadilishana namba pale, nikarudi zangu nyumbani Kigamboni. Lakini baada ya hapo tena kuna siku nilirudi beach, lakini sikumpa taarifa kujua kama naenda. Nilipofika pale beach, nikakaa kwa umbali, nikamuona yupo na mwanamke mwingine akimfundisha kuogelea, lakini sio kumfundisha tu, alikuwa anamfanyia vile vitendo alivyokuwa ananifanyia mimi. Kweli mimi sikupendezwa navyo, nikarudi nyumbani, nikaondoka, nikapanda gari, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani yule bwana akapiga simu, nikamtolea nje, maana nikashaona kumbe ndo tabia zao, afai. Baada ya hapo nini kilifuata? Tueleze mkasa kiundani zaidi. Baada hapo yule bwana tukaachana. Mliachana? Maana tulivyotoka pale alivyonifanyia mimi pale, maana tulikuwa wapenzi tayari, tushaingia kwenye mahusiano. Baada ya kumfumania nikamtolea nje yule bwana, sikumhitaji tena. Hivi tuseme katika wanaume mnavyokuwa mnachagua, labda nyinyi watoto wa kike, kwa upande wa watoto wa kike, unavyomchagua mwanaume unachagua kuhusiana na yale mapenzi au vitu alivyonavyo? Hapana, vitu alivyonavyo. Kwa hiyo tuseme wewe yule, sababu ya kumchagua mpaka mkawa wapenzi, alikuwa na vitu mbali na yale mapenzi ambayo alikuonyesha katika ile bichi? Kwanza alikuwa smart, mwanaume yuko vizuri, kwa hiyo nilivutiwa naye, ndio maana nikaingia kwenye mahusiano. Ni mkasa mzito kwelikweli. Mtazamaji, tunaendelea kupiga naye story kwa sababu hii ni sehemu ya kwanza. Sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili. Kwa hiyo kaa tayari, mwanadada huyu anaenda kutupa simulizi nzito, mkasa mzito kuhusiana na mara yake ya pili baada ya yeye kurudi pale beach. Kwa hiyo endelea kufuatilia, lakini chini ya video hii utakuta kuna maneno yameandikwa subscribe. Na kusihi hakikisha umebonyeza hayo kisha alama ya kengele ili uwe mwanafamilia hai na usipitwe na visa na mikasa na simulizi nzito zitakazokujia kupitia channel hii hapa pendwa.